Siku chache zilizopita Madebeli Dai aliposti katika mitandao yake ya kijamii akionyesha wazi namna gani hasa kwa upande mzima waliyekuwa mpenzi wake ambaye kwa sasa ni ex wake, huyo ni Chanuo, namna gani maisha waliotokea, lakini pia akionyesha namna gani alivyompambania, lakini mwisho wa siku sasa hivi alivyobadilika. Alionyesha namna picha ambazo kiufupi zilikuwa zinaonyesha wazi kwamba hawa kweli walitokea mbali, lakini kwa sasa tunafahamu kabisa walishakwisha kuachana. Na katika baadhi ya maneno ambayo alikuwa akizungumza kwa upande mzima wa Madebeli Dai, alikuwa akionyesha namna gani hasa kwamba wasichana huwa hawana fadhila, lakini pia akieleza kwa upande wake binafsi namna gani hasa ambavyo mambo yanavyokwenda. Sasa baada ya hapo ni kwamba tunafahamu kabisa kwamba Chanuo ameshakwisha kuolewa, yupo na mwanaume wake mwingine. Sasa mwanaume wake mwingine ameweza kufunguka, ambapo huyu jamaa anafahamika kama Kiboko, huyu jamaa Yakuti Joseph Mwamba mwenyewe, huyu ndiye aliyemuoa Chanuo. Sasa ameweza kufunguka na kuweza kumwelekeza Madebeli Dai, akimwambia baadhi ya vitu ambavyo kiufupi inabidi aweze kuvizingatia. Ambapo kwa upande wake binafsi ameeleza kwamba barua ya wazi kwa Madebeli Dai: kijana, ujumbe huu ni kwa ajili yako na unapaswa kuuchukulia kwa uzito. Huyo ndio mume wake rasmi wa Chanuo kwa sasa, mara tu baada ya kuweza kuachana na Madebeli Dai. Sasa anasema kwamba mwanamke huyu hali ameshafanya maamuzi yake ya maisha yake, ameolewa, ana familia na ana haki ya kuishi maisha yake bila kuvutwa tena kwenye mambo ya kizamani. Na anasema kuwa kama kweli uliwahi kumpenda, basi heshima kubwa unaweza kumpa sasa ni kuheshimu maamuzi yake ya ndoa yake kwa sasa. Baba ameendelea kusema kwamba ulishapata nafasi yako, kama mambo hayakwenda ulivyotarajia, basi hilo ni sehemu ya maisha, lakini haikupi haki ya kuendelea kumzungumzia, pia kumtaja, kumposti, kutumia video zake kumdhalilisha au kujaribu kuvuruga maisha yake kupitia mitandao ya kijamii. Ambapo amesema kuwa mwanamke si mali ya mtu, alikuwa sehemu ya maisha yako zamani, lakini leo ana maisha yake na namtunza vyema, mimi ni mume wake, ameweka hapo. Sasa aliendelea kusema kwamba na kama unajiuliza kwa nini aliolewa na mimi, jibu ni rahisi: kwa sababu maisha yaliendelea, ulikuwa na nafasi yako ukashindwa kutumia, au mambo hayakwenda ulivyotaka, usimlaumu kwa kuendelea na maisha yake. Kwa hiyo kuanzia sasa acha kumzungumzia mke wangu na acha kumhusisha na mambo yako kwenye mitandao ya kijamii. Usiposti picha zake, usimtaje kwa namna ya kumdhalilisha, usimchapishe taarifa zake binafsi, wala usitumie jina lake kutafuta attention. Ikiwa utaendelea kumhusisha na maudhui yako bila ridhaa yake, tutahifadhi ushahidi huo wa picha wa machapisho hayo na kuchukua hatua zinazofaa kupitia njia za kisheria na majukwaa husika. Kijana, jichunge, heshimu mke wangu Chanuo, heshimu ndoa yake, heshimu mipaka yake, na endelea na maisha yako. Basi huo ndio ujumbe kutoka kwa mume wake na Chanuo. Huyu ni Yakuti Kiboko mwenyewe, jamaa Yakuti Joseph, ambapo ameweza kufunguka na kueleza namna gani hasa inabidi kwa upande mzima wa huyo mwamba ambaye ni tunafahamu kabisa ni huyu mwamba ambaye ni Madebeli Dai kuweza kuwa akimposti akimwelezea moment ambazo zilizopo. Sasa ukweli ni kwamba katika maisha kuna namna ambavyo ukipitia na mwanamke fulani, kuna moment fulani hivi ambazo lazima ukizikumbuka lazima ummiss. Na tunafahamu kabisa wote ni kwamba kiufupi Madebeli alikuwa anamkubali sana na alikuwa anampenda sana Chanuo. Hiyo halipingiki. Kwa hivyo moja kitu ambacho pia huwa kinamuumiza sana ni swala zima la kuweza kumwacha Chanuo. Ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinamuumiza sana. Sasa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Hii ni Bongo Focus, bonyeza neno sasa na kisha tukutane katika information na updates zingine ambazo takuwa nikikusogezea hapa. Bonyeza neno sasa na kisha dondosha maoni yako kwa upande wako kwamba je, una lipi la kumshauri Madebeli Dai.